Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika mfululizo wa masomo yetu, ikiwa ni sehemu ya 3. Tuliangalia kwenye vipindi vilivyopita kwa nini Yesu alikuja. Tulisoma Mathayo 1:21, lakini pia tulisoma Yohana 1:14. Tukajua kwamba Yesu ni Mungu aliyechukua mwili kwa ajili ya kuja kumkomboa mwanadamu, na alifanya kazi iliyo kubwa sana, kazi nzito ambayo inahusu ukombozi wetu. Malaika alipomwelezea kwenye Mathayo 1:21 alisema mtamuita jina lake Yesu. Tukaangalia maana ya Yesu, maana yake Yeshua au Yehova ni Mwokozi, na kwa sababu kazi yake ilikuwa ni kuja kuokoa watu wake na dhambi zao. Kwa tukaona shida ya wanadamu ilikuwa ni dhambi, na Yesu alikuja kutatua dhambi. Watu wengine wanaweza wakafikiri kwa nini Yesu hajaja kuondoa shida zingine za wanadamu kama magonjwa, njaa, vifo na vitu vingine kama hivyo. Lakini jambo zito kabisa ambalo mwanadamu hawezi kuondoa kwa jitihada zake ni dhambi. Na dhambi ndo effect au ndo kitu kikubwa ambacho kinaitesa dunia. Kwa alikuja kudeal na kile ambacho ni tatizo hasa, dhambi. Kwa kazi ya kwanza ya Yesu kuja ni kuondoa wanadamu, kuokoa wanadamu kutoka kwenye dhambi zao. Na hilo ndio kitu ambacho unakiona. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume, mahubiri yote ya mitume yalijikita kuonyesha kazi ya Yesu ilichomfanya akafa akafufuka. Kwa sababu Yesu mwenyewe aliwaagiza wafanye hivyo. Watu wengine wanaweza wasielewe kwa haraka kwamba ni kitu gani alichoagiza. Ukisoma kwenye Mathayo 28, akaja kwao, kuanzia mstari wa 18 mpaka 20, Yesu akaja kwao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Neno wanafunzi la msingi sana. Maana yake kuwaweka watu mahali ambapo wanafundishwa kama ambapo nakufundisha hivi leo. Alafu akasema na ukabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Akasema mstari wa 19, mstari wa 20, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru, na tazama nipo pamoja nanyi hata kamilifu dahari. Na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Swali la msingi ni yote yapi? Maelezo hayo ambayo unaona kwenye Mathayo 28 yameelezwa pia na Marko. Kwenye Marko 16 akawaambia enendeni, mstari wa 15 pale, enendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Injili pale ni neno habari njema au habari ya mema. Habari ya mema yafanywayo na yule mwenye nguvu. Neno kuhubiri pale, injili ya Evangelion kwa lugha ya asili ni tangazo la ushindi ambalo anatangaza mfalme kwa nchi yake baada ya kupigana vita. Kwa ina maana tunapohubiri injili tunatangaza ushindi dhidi ya vita. Vita gani? Vya dhambi ya mwanadamu. Nani amepigana? Yesu Kristo amepigana kwenye kufa na kufuka kwake. Hilo ni jambo ambalo hutaki kupoteza, hutaki kumisi unaposikiliza injili au unapohubiri injili. Alafu akasema aminie na kubatizwa ataokoka. Kumbuka atawaokoa watu wake na dhambi zao, Mathayo 1:28. Aminie na kubatizwa ataokoka. Ataokoka kwenye nini? Dhambi. Asiyeamini atahukumiwa. Kwa hiyo kutopokea msamaha wa dhambi au wokovu ni kubaki katika hukumu. Na Mungu hataki kubaki katika hukumu, ndio maana Yesu akaja, akateswa, akafa, akafufuka siku ya 3. Hilo ni jambo la msingi sana ambalo kwenye Luka 24 mstari wa 47 Yesu aliwapa maagizo wanafunzi wake. Akawaambia na kwamba kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi litahubiriwa tangu Yerusalemu. Au ukisoma kwenye TKU ni kama anasema toba linaloondoa dhambi, au badiliko la fikra. Ndo maana ya toba pale, neno la Kigiriki metanoia. Badiliko la fikra, unabadilisha fikra baada ya kusikia nini? Taarifa. Taarifa gani? Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zako na akafufuliwa ili upate kuhesabiwa haki, Warumi 4:25. Kwa hiyo Yesu amekufa na akafufuka kwa ajili ya dhambi zako. Kumbuka Paulo anaandika kwa Warumi kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kupata mauti ni matokeo ya dhambi zako, lakini Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zako, maana yake alichukua mauti kwa ajili yako. Hizo ni habari za
kufurahisha, ni habari za ushindi, ya kwamba vita vyetu juu ya dhambi Yesu amepigana, na sio tu amepigana akamwaga damu yake, lakini pia alishinda. Alishinda kwa sababu alifufuka. Kwa injili imekaa maeneo haya. Vita vilipiganwa na Mungu mwenyewe kwa ajili yetu. Sisi tunapokea kwa kuamini hiyo kazi yake. Ndio maana ya metanoia. Unageuka au unamgeukia Mungu, kama tafsiri ya Kiswahili cha kirahisi kinachosema, asema ili kwamba watu wamgeukie Mungu na kwamba awape msamaha wa dhambi zao. Kwa msamaha wa dhambi unatolewa kwa sababu ya mauti ya Yesu Kristo. Mungu ni hakimu wa haki, hakupotezea dhambi. In fact, baada ya kupotezea dhambi, Yesu akachukua mwili, au Mungu akachukua mwili, akaja katika umbo la mwanadamu, akachukua maumbo yetu, akateswa kama mtenda dhambi wa mwisho, na akafufuka kama mwenye haki bora zaidi, ambao hiyo ni nafasi yetu leo katika Kristo. Maana yake unaposoma kwenye nyaraka, Paulo anasema si mimi naishi tena, bali ni Kristo ndani yangu. Paulo anamaanisha tuliteswa pamoja naye, tulisulubishwa pamoja naye, tuliteswa pamoja naye, tulikufa pamoja naye. Uhai nilio nao sasa ninao katika imani ya mwana wa Mungu. Kwa lugha rahisi, mimi ninao uzima wa milele kwa sababu Yesu Kristo amepita process hiyo pamoja na mimi alipochukua umbo la mwanadamu. Kwa wakati anateswa ni kama vile wakati Yesu anateswa kwa sababu ni kwa ajili yangu, ni kama mimi ndio nilikuwa nateswa. Wakati Yesu anafuka kwa sababu ni kwa ajili yangu, ni kama mimi nilikuwa nafuka. Kwa habari ya dhambi, mimi ni mfufuka. Maana yake nimekufa kwa habari ya dhambi, nimeteswa kwa ajili ya dhambi, nimesulubiwa kwa ajili ya dhambi. Sasa niko mtakatifu. Hiyo ndio injili, kwa sababu Yesu amechukua nafasi yangu 100% kwenye mauti, na mimi nimechukua nafasi yake 100% kwenye ufufuo. Kwa unaponitazama, mimi ni mwenye haki wa Mungu, ni mtakatifu wa Mungu kwa sababu Kristo alikufa. Ndicho ambacho Paulo aliwaandikia kwenye waraka wa pili kanisa la Korinto. Waraka wa pili sura ya 5 mstari 21. Anapoambia yeye asiyejua dhambi alimfanya kwa dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa ilibidi mmoja awe dhambi ili sisi tuwe haki. Kwa kama nikisema mimi ni haki ya Mungu, neno haki kwa lugha rahisi maana yake mimi ni kitu bora alichokifanya Mungu katika Kristo. Au mimi Mungu ananiona sawa, ananiona mtakatifu, anaona asiye na hatia. Kwa nini? Kwa sababu Kristo alifanyika dhambi ili kwa matokeo ya yeye kufanyika dhambi mimi nifanyike haki. Hiyo ni nafasi pekee ambao unaipata ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Kama hujawa ndani ya Yesu Kristo, hiyo nafasi huna. Au kama we ni Mkristo na hujaamini hiyo nafasi huna. Ndio maana Paulo anaandika kwa Warumi, kwenye kanisa la Rumi, Warumi 8 mstari wa 1, anasema sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa kukosa hukumu ya adhabu kwa sababu ya dhambi zako, huwezi kuipata kwa sababu uko katika Kristo Yesu. Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa kuhukumiwa kwake ni kwa ajili yetu. Nitakusomea misali kadhaa baadaye tunapoenda na series ya kukupa uhakika wa haya ninayokuambia. Kwa mitume walijua hilo, ndio maana walipoenda sehemu kadha wa kadha, hawakuhubiri kitu kingine kama injili. Walihubiri habari za Yesu Kristo kupata mateso, kufa na kufuka kwake. Ndio maana kwenye Luka 24 kuanzia mstari wa 25, Yesu alipofufuka, mstari wa 25 hadi 27, aliwaambia wale watu wawili aliokutana nao, Klopa na mwenzake, akaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Wanasema kinachowasumbua ninyi ni kwamba mjui ya kwamba ilishatabiriwa na manabii ya kwamba Kristo atapata mateso na kufuka siku ya tatu. Hilo ni jambo la msingi sana ambalo natakiwa kulijua. Alafu baada ya hapo akaanza kuwafundisha kwenye maandiko ya Mwanzo mpaka Malaki, kwa sababu ndio vitabu vilivyokuwepo wakati huo, ili waweze kuelewa hii ahadi ya Mungu kumkomboa mwanadamu katika mauti na ufufuo wa Yesu Kristo. Ndio maana anasema kwenye mstari wa 27, Yesu mwenyewe, Luka anaandika kwamba Yesu alisema hivi, akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote
mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Mambo gani yanayomhusu Yesu Kristo? Habari za Yesu kupata mateso na kufufuka siku ya tatu, au kuingia katika utukufu wake. Ndio maana hakuishia tu pa wale watu wawili waliokuwa natoka Emau, lakini pia alipoenda kwa wale 11 baada ya kwamba Yuda Iskariote hayupo, alifanya kitu kile ile. Mstari wa 44 wa Luka 24, mstari wa 44 kwenye Luka 24, Yesu anarudia habari hiyo hiyo. Akawaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Akasema ilimpasa, in fact hakutumia maneno ilimpasa pale, alitumia kwenye mstari wa 44, akawaambia, haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, ya kwamba lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa. Akaanza kurifaa Agano la Kale katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Mambo gani ambayo yameandikiwa huko? Ukisoma mstari wa chini, kwa mara ya kwanza wanafunzi wake wanaelewa, akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Mstari wa 45, 46, akawaambia ya kwamba imempasa Kristo kupata mateso na kufufuka siku ya tatu. Ndivyo ilivyoandikwa ya kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Walipoelewa hiyo, kwa sababu hiyo ndo nguvu ya Injili, mateso ya Yesu Kristo na ufufuo wake. Mstari wa 47 akawaambia, na habari ya toba na ondoleo la dhambi, na habari ya toba na ondoleo la dhambi zitahubiriwa kutokea wapi? Yerusalemu ikiwa ni mwanzo na kuendelea miisho ya nchi. Kwa ni jambo la msingi kujua ya kwamba habari za Yesu kupata mateso, kufa na kufuka kwake ni nguvu yetu. Ni nguvu yetu leo. Ni nguvu yetu kwa sababu gani? Yesu amefanya kazi kubwa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa mitume walielewa hicho kitu. Tunajuaje kwamba walielewa? Paulo alikuwa makini sana hata kwenye nyaraka zake, namna anavyochambua. Hakuna jambo lolote analoelezea Paulo ambalo halina msingi katika kufa na kufuka kwake. Ukisoma katika Wakorinto wa kwanza 2, mstari wa kwanza na wa pili Wakorinto wa kwanza 2, mstari wa kwanza na wa pili, Biblia inasema, basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Mungu kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima. Akasema, maana niliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Paulo anasema hivi, mimi sikuja kusema mambo mengine yote. Ijapokuwa Paulo alikuwa ni msomi, hakuja na falsafa nyingine yoyote zaidi ya kuhubiri habari za Yesu kupata mateso na kufuka siku ya tatu. Akasema, maana niliazimu, maana yake nilipanga mwenyewe, niliconsider, nilikuwa na uhakika natakiwa niseme nini. Akuhubiri mambo mengine. Watu wengi leo wanapenda kuhubiri kila kitu alafu anaita Injili. Mtu anaweza akawa na semina imeandikwa urafiki, uchumba hadi ndoa alafu anaita Injili. Mtu anaweza akafundisha semina ya ujasiriamali na akaita Injili, na akawaita watu waje waokoke. Lakini Paulo alisema hivi, mimi sikutaka kusema kitu kingine. Mji wa Korinto ulikuwa ni mji wa kibiashara, ni mji wenye falsafa nyingi, ni mji wenye mambo mengi. Usoma kwenye Matendo ya Mitume utagundua walikuwa ni watu wenye vitu vingi sana. Lakini alispecify Injili ni habari za Yesu Kristo kuteswa au kusulubiwa. Kwa nini? Pale ndo kuna nguvu yoko hayo. Kumbuka, Yesu alikuja kwa ajili ya dhambi zetu, na namna ya kutokoa ni kwenye mauti yetu. Kwa sababu nilisema mwanzoni, dhambi inadai mauti. Narudia tena, dhambi inadai mauti. Dhambi haidai kitu kingine chochote. Kwa mtu yeyote ambaye anahubiri umeondolewa dhambi zako, kabla hajakuambia ni kwa sababu ya mauti ya Yesu Kristo, huyo ameshachemsha. Ndio maana Paulo huyo kwenye Warumi 4:25 alisema alitolewa. Kule kutolewa maana yake ni kama kutolewa sadaka. Alitolewa kwa sababu ya maovu yetu au makosa yetu, na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Kuhesabiwa haki maana yake ni kuhesabiwa kutokuwa na hatia. Kwa nikisema sina hatia ni kwa sababu Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zetu, na alipofufuka kama askari alienda vitani kupambana na dhambi zangu. Katika mauti yake alipofufuka akatangaza
Akasema I say, nimemaliza. Ndio na Paulo kwenye Matendo 26 alisemaje? Akahubiri habari za nuru katika ufufuo kwake. Kwa ufufuo wa Yesu Kristo ni tangazo la wazi ya kwamba Mungu ameondoa dhambi zetu. Hilo ni jambo la msingi sana. Wengi hawajui kwa nini tunazungumza kila wakati ya kwamba tunahubiri habari za ufufuo wake kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa sababu kwenye Matendo ya Mitume sio Paulo tu mwenyewe amesema, watu wengi pia wameeleza, lakini Paulo amezungumza hiyo kwenye Matendo ya Mitume 26 mstari wa 18. Mstari wa 18 anasemaje? Anasema wafumbue, actually ukianza kuanzia mstari wa 16, akasema Yesu alimwambia, lakini inuka, usimame kwa miguu yako, maana nimekutokea kwa sababu hii, ili nikuweke uwe mtumishi na shahidi wa mambo haya ulioyaona, na mambo yale ambayo katika hayo yatajidhihirisha kwako. Mstari wa 17, nikikuokoa na watu wako na watu wa mataifa ambao na kutuma kwao. Ufanye nini? Wafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru, waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu, ili wapate msamaha wa dhambi zao. Kwa Injili inaleta kinachoitwa msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwa waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Neno kwangu mimi maana yake ni kwa Yesu Kristo. Kwa imani kwa Yesu Kristo inaleta ondoleo la dhambi. Ndio maana Paulo alijua hiyo, na kwenye mstari wa 22 hakubadilisha kitu chochote, hakubadilisha notisi zake. Angalia alichosema kwenye mstari wa 22. Matendo 26 mstari 22. Asemaje? Basi kwa kuwa nimeupata msaada utokao kwa Mungu. Anaongea mbele ya Agripa pale. Kwa kuwa nimepata msaada utokao kwa Mungu, nimesimama hata hivi leo nikiwashuhudia wadogo kwa wakubwa, wala sisemi neno. Angalia, wala sisemi neno, sibadilishi topic, wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa. Mambo gani ambayo manabii na Musa walisema kwamba yatakuwa? Asemaje? Ya kwamba Kristo hana budi kuteswa, na ya kwamba yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu. Angalia ufufuo wa wafu. Yeye kwanza kwa kufufuliwa katika wafu atatangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa mataifa. Kwa anasema hivi, Yesu alipofufuka ndio alitangaza habari za nuru. Nuru pale ni sawa sana msamaha au ondoleo la dhambi. Kwa sababu ukisoma kwenye mstari wa 18 anasemaje? Uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza. Maana yake waelekee nuru. Anasemaje? Na kuelekea nuru. Kwa habari za nuru zinatangazwa kwenye ufufuo wa Yesu Kristo. Akasemaje? Waziache nguvu za shetani. Kwa kuwa kwenye giza ni kuwa kwenye nguvu za shetani, na kumwelekea Mungu. Kwa kumwamini Yesu Kristo ni kumwelekea Mungu. Kumbuka neno toba ni kugeuka, kumgeukia Mungu. Kisha wapate faida ya huko kumgeukia Mungu, faida ya huko kumwamini Mungu, msamaha wa dhambi zao, ambao ni urithi miongoni mwa wanaotakaswa kwa imani ya Yesu Kristo. Kwa wale wanaotakaswa kwa imani ya Yesu Kristo au kwa kumwamini Yesu Kristo, ni kwa sababu wameamini katika dhabihu iliyo bora ya Yesu Kristo, ambaye aliteswa, akafa na siku ya tatu akafufuka. Tulipokea nini katika kufa na kufa kwake? Ni msamaha au ondoleo la dhambi. Hilo jambo la msingi sana. Kwa huwezi kuzungumza Injili bila zungumza kufa na kufuka kwake. Ndicho ambacho mitume walidumu kuzungumza. Angalia Paulo anachoita Injili. Wakorintho wa kwanza, sikiliza kwa makini hii. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 kuanzia mstari wa 3. Lazima azungumze habari za mateso yake, kufa na kufa kwake. Na hapo ndipo ondoleo la dhambi lilipo. Sikia kwa makini hii. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 3. Paulo mwenyewe anaandika, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa. Sikiliza hiyo kwa makini, ili ujue dhambi inadai nini. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Najua anakuja niseme jambo. Najua Wakristo wengi wanafikiri wanasamehewa dhambi zao kwa sababu wanaungama, kwa sababu wanalia, kwa sababu wanatoa sadaka, kwa sababu wanatoa kondoo, kwa sababu wanajiungamisha na madhabahu, kwa sababu wanatenda mema, kwa sababu. Hayo mambo yote hayaondoi dhambi. Naomba nirudie tena. Hayo mambo yote hayaondoi dhambi. Angalia, Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kama kulikuwa na alternative, kulikuwa na njia mbadala, kulikuwa na njia nyingine ya dhambi za watu kuondolewa,
Yesu angekuwa amekufa bure. Yesu angekuwa amekufa bure. Yesu amekufa kwa kitu ambacho kilidai mauti. Naomba nirudie vizuri. Dhambi inadai mauti. Dhambi haihitaji swaga za maneno. Dhambi haihitaji misemo mizuri. Dhambi haihitaji kilio. Huwa anawaambia watu wengi, ukimaliza kulia, machozi yako yaanzie Dar es Salaam mpaka Arusha, au yaanzie Dar es Salaam mpaka Mwanza, au Zanzibar mpaka Mwanza, au itoke Cairo Misri mpaka Afrika Kusini Cape Town. Ninakuhakikishia mimi mtumishi wa Mungu, dhambi zako haziwezi kutoka. Ukitaka hata jinyonge, kama Mungu atakuonea huruma. Dhambi za mwanadamu ni ngumu sana kutoka kwa jitihada zake. Hakuna mwanadamu anayeweza kuondoa dhambi zake kwa jitihada zake. Ndio maana Biblia inasema wazi, Kristo alikufa kwa ajili ya kile ambacho mwanadamu hawezi kukifanya. Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Asemaje? Kama yanenavyo maandiko. Sio mambo ya kutengeneza kichwani. Maandiko ndio ambayo yamespecify. Kama unaiamini Biblia yako hiyo, kinachokupa ondoleo la dhambi ni nini? Ni kuamini ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Hilo ni muhimu sana. Lakini hiyo sio sehemu pekee ya Injili ya kwamba alikufa, lakini lazima iende mbali zaidi, na ya kwamba alifufuka. Ukisoma kwenye mstari wa 4 asemaje? Na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya 3 kama navyo maandiko. Kwa nini yote yahusike? Kwa sababu kama Yesu asingefufuka, ina maana alikuwa ni mwanajeshi ambaye alikuwa tayari kutupigania, lakini alipofika uwanja wa vita akauawa. Kwa hiyo Yesu kupambana na dhambi zetu ni kwenye mauti yake, lakini kwa sababu amefufuka, yule adui yetu amemseta chini ya miguu yake, amemshinda, amemshughulikia, amedili na kile ambacho kinamtesa mwanadamu, dhambi na matokeo yake. Alipofufuka anasema, wanangu, mko salama, nimemaliza. Kwa hiyo ufufuo ni tangazo la wazi ya kwamba vita dhidi ya dhambi, mwanadamu ambao alikuwa anateseka nayo, Yesu alimaliza. Kwa hiyo tunapoimba Yesu alimaliza pale msalabani, actually Yesu alimaliza pale kwa ufufuoni. Alipofufuka ndipo alipomaliza kile ambacho kinatutesa. Ni jambo la msingi sana. Dhambi haziondolewi kwa aina yoyote ya utendaji wa mwanadamu isipokuwa kwa dhabihu ya Yesu Kristo. Na ndio maana wakati anaongea na Wakorinto juu ya habari za ufufuo, alipofika mstari wa 14 kwenye sura hii alisema mambo mengine mazito kidogo. Alisema, tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Angalia, kama Kristo hakufufuka, kuhubiri kwetu ni bure, na nyinyi wa Korinto imani yenu ni bure. Kwa imani ya Kikristo inahusisha kufa kwa Yesu Kristo, lakini sio peke yake, inahusisha kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa imani yetu ni ile ambayo inasema kaburi liko wazi, maana yake amefufuka. Kama kaburi liko wazi, dhambi zetu zimeondolewa. Kama kaburi liko wazi, ushindi dhidi ya dhambi ambao ni mauti, Yesu ameshinda. Kwa ikiwa Bwana wako ni Yesu, na kwamba ubwana wake, imani yako katika uwezo wake kama Bwana ni kwa sababu amefufuka. Ikiwa Yesu amefufuka na sasa hivi anaishi, ina maana wote waliomwamini wameondolewa dhambi zao. Tunajuaje? Mstari wa 15 anaendelea kwa kusema, naam, sisi tumeonekana tu mashahidi wa uongo kwa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua, ikiwa wafu wafufuliwi. Paulo alikuwa anajua ufufuo wa wafu baadaye, lakini akarudi nyuma ya kwamba yes, kama hatuamini kwamba wafu watafufuliwa baadaye, ni dhahiri ya kwamba hatuamini kwamba Yesu alifufuka pia. Kwa nguvu za Mungu zilizomfufua Yesu Kristo ndio itakaofufua wafu baadaye. Wakristo wale ambao au waliomwamini Yesu Kristo ambao watakufa watafufuliwa baadaye. Lakini akarudi undani zaidi wa ufufuo ya kwamba sio kwa ajili ya wale watakaokufa tu baadaye, lakini hata sisi tunaamini nini. Angalia mstari wa 16. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Maana yake sisi tunakubaliana na tunawasaidia Wakorinto kuamini ya kwamba wafu wanafufuliwa, na ndio maana Kristo amefufuka. Alafu mstari wa 17 asemaje? Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure. Kwa ukihubiri imani ya ondoleo la dhambi bila kutaja mauti yake na ufufuo wake, vyote viwili pamoja, unahubiri imani ya bure, cheap faith.
vain faith, vain belief, ni imani ambayo haina maana yoyote. Asemaje? Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Nini kinachowapa Wakristo uhakika kwamba ni watakatifu na kwamba hawako tena chini ya dhambi au dhambi haiko ndani yao? Ni kwa sababu Kristo amefufuka na anaishi hata sasa. Kwa Paulo anasema, na niliotolea yani niliyopokea mimi mwenyewe, ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko. Anasema na yakuwa alizikwa na akafufuka siku ya tatu kama yanavyo maandiko. Kwa kama alikufa bila kufufuka, injili haijatimia. Kwa hilo jambo la msingi sana. Kwa uondoleo la dhambi zetu ni matokeo ya ufufuo wake. Yesu anaishi. Ndio maana Paulo alipokuwa anahubiri kote, watu walimchukia kwa sababu alisisitiza ya kwamba Kristo amefufuka. Na vita kubwa aliyokuwa nayo ilikuwa ni hiyo. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume 29 mstari wa 25, Matendo ya Mitume 25 mstari wa 19, mashtaka yake ni kwa sababu alihubiri sana habari za Yesu yuko hai. Kuhubiri ya kwamba Yesu amefufuka ni kuhubiri ya kwamba dhambi zetu zimeshughulikiwa. Ndio maana leo watu wengi hawapendi, hasa dini zingine, kuhubiri habari za ufufuo wa Yesu Kristo. Tunajua kwamba hata watu wengine, askari walilipwa ili waseme aliibiwa, hakufufuka. Tunajua kwamba kuna dini zimeanzishwa kusema kwamba Yesu hakufufuka. Na hata watu wengine wanasema huyo Isa wa Qur'ani ndo Yesu wa Biblia. Lakini tunaambiwa huyo Isa hakufufuka. Ndugu yangu, kama hajafufuka, huyo sio Yesu wa Biblia. Yesu wa Biblia alifufuka siku ya tatu, na kwenye huo ufufuo wake kuna ondoleo la dhambi. Kwa vita kuu ni kutangaza ya kwamba Yesu yuko hai. Angalia mstari wa 19 kwenye sura ya 25 Matendo ya Mitume. Anasema, bali ukianza kwenye 18, wale walioshtaki, mfano nazo 17 anasemaje? Basi walipokutanika hapa sikukawia, bali siku ya pili nikaketi katika kiti cha hukumu, nikaamuru mtu huyo aletwe. Paulo ndo aletwe. Mstari wa 18, na wale waliomshtaki waliposimama hawakuleta neno lolote baya kama nilivyodhani. Walileta nini? Bali walikuwa na maswali mengine juu yake katika dini yao wenyewe, na katika habari za mtu mmoja Yesu aliyekuwa amekwisha kufa, ambaye Paulo alikaza kusema kwamba yu hai. Kwa injili ni kwamba Yesu kweli amekufa, lakini haikuishia pale. Yesu kweli amefufuka, lakini haikuishia pale. Sasa kwa sababu ya kufa kwake, tunatangaziwa habari za ondoleo la dhambi. Kwa kama kuna mtu anasikiliza wakati huu, atakuwa kujua neno moja, ya kwamba dhambi zake zinaondolewa kwa kumwamini Yesu Kristo, ya kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zake, na kwamba siku ya tatu amefufuka. Kwenye Warumi 10 Paulo ameandika vizuri tunaamini nini. Mstari wa 9 asemaje? 19 asemaje? Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana. Ubwana wake nilikwambia mwanzoni umepatikana katika ufufuo. Hapo ndio ametangaza nimeshinda na yeye ni Bwana wetu. Neno Bwana Kigiriki ni neno zito sana. Ni mtawala, ni anayemiliki, ndiye anayeweza kunitawala. Anasema akuwa ni Bwana, aishi tu pale na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Neno kukiri pale ni zaidi ya kusema tu kwa maneno, ni kukubaliana kile kilichotokea kutoka kwenye moyo wako, ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Maana yake Mungu alimfufua katika wafu. Ikiwa Yesu amefufuka katika wafu, hatupo tena katika dhambi zetu. Nimesamehewa dhambi zangu. Kwa dhambi zangu hazitoki kwa kulia. Dhambi zangu zimetoka kwa sababu Yesu Kristo ni Bwana, Bwana aliyefufuka katika wafu. Na ndivyo ilivyo hata leo kwako. Ikiwa umeamini maneno hayo, basi umeondolewa dhambi zako. Wewe ni mtakatifu wa Bwana, ni makao ya Mungu mtakatifu, na Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Umebarikiwa sana. Amen.